Hapa nipo katikati mwa uga wa Mlwanda Primary, mahali ambapo patakuwa panaandaliwa makala ya mwaka huu wa mwaka 2025, makala ya Fabulous Tournament. Hapa nimeungana na kamati speciali ambayo itakuwa inasimamia maandalizi na uongozi wa Fabulous Tournament kwa awamu ya 4. Karibu, jina langu ni Vincent Okinda. Tutakuwa tunazungumza nao waweze kutuambia kwamba matayarisho yamekuaje na nini ambacho tunatarajia kwenye makala haya ya awamu ya 4. Nilivyokueleza, niko na patron yule ambaye amesimamia makala haya kwa awamu ya 4 mfululizo. Atakuwa anaongea nasi, atueleze jina lake na kipi ambacho ameandalia vijana haswa wapenda mpira na michezo mingineo katika awamu hii. Hujambo? Si jambo. Kwa mwana Mo TV atataka kujua kwamba akuite nani na kwa mwaka huu mmetupangia nini kwenye Fabulous Tournament. Kwa majina Rasta Mbaisi, na upande wa mchezo tumeandalia mchezo wa maana kwa kila jambo, na chochote ambacho kitafanyika sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kitatokea kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Mwaka jana tulikuwa na awamu ya kufana, awamu ya 3 ambao vijana wengi waliweza kujitokeza. Mwaka huu unaweza sema kwamba itakuwa tofauti? Kuna vitu mtabadilisha au vipi? Kuna vitu tunaenda kubadilisha hapo, 1 hata 2 hivi. Mtazamaji, jinsi ambavyo umeweza kusikia, kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa vinabadilishwa. Wewe cha muhimu bana, jiandae kama wewe ni kijana, tafuta mwenzako, tafuta timu yako, muungane pamoja, kwani patron ashasema kwamba watakuwa wanabadilisha masuala mengi. Asante sana patron. Okay, asante. Asante. Baada ya kuweza kuongea na patron, mtazamaji, tutakuwa tunaungana tena na mwanakamati mwingine ambaye atakuwa anazungumza nasi pia, atueleze kwenye kamati ya Fabulous yeye amesimamia upande upi. Hujambo? Asijambo. Kwenye kamati ya Fabulous Tournament wewe umesimamia upande kama cheo kipi? Mimi nimesimamia, mimi ndio mwenyekiti. Mimi ndio mwenyekiti wa tournament kuanzia mwanzo, kwa tournament ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka sasa hii ya 4 ambayo tunatarajia kuipanga kwa wakati huu. Samahani mtazamaji wangu wa Mofo TV akuiteje? Aniite mzee wa kazi, mzee Mambo. Mzee Mambo, mwaka jana tulikuwa pamoja nanyi na tukaona kwamba mliandaa tournament ama makala ambayo yalikuwa ya kufana sana, ikiwa ni awamu ya 3. Awamu ya 4 vijana wajitayarishe nini wewe kama chairman? Mimi kama mwenyekiti tunapanga wa vijana wajitayarishe, tuongeze vilabu vingi ambavyo vinahitaji, manake wengi wametuma maombi na tunawahitaji wote wakuje kwa pamoja, waume kwa wanawake. Pia michezo mingine iongezwe kama ile kama ile tag of ya kina mama ya vijana, yote pia tuiwekwe pamoja. Alafu tulikuwa tunafikiria kama ingewezekana na kama anaweza wekelea, kama anaweza ongezwa na kipato kidogo, tuwe pia na ile cycling, yani ile mashindano ya baiskeli ambao pia vijana wengi wanaiulizia hapa. Lakini tunafikiria mwaka huu tunataka iwe tofauti kidogo, manake ni watu wengi wamehitaji na kila mtu anauliza Fabulous iko wapi. Sasa mimi nashukuru familia yote ya mzee Ambaisi pamoja na Mori kwa kujitolea kwao kumefanya hata kila mtu anaiulizia hapa. Na sisi kama wanakamati pamoja na sekretari wangu na mweka hazina tumejitolea kabisa muhanga kuhakikisha kwamba hii tournament inastahili na inafaa na lazima itakuwa ni nzuri. Manake hata sasa imevutia watu kutoka hata sisi ward hii peke yake, imevutia hata watu wengine kutoka ward ya Central kule Central yote, hata East, hata sehemu za Marama kule karibu neighbors wanakuja wanaomba tuwaweke hapa ndani. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba tumefanikiwa, na ndio kwa sababu tunashukuru Morris ajaribu juu chini tumbebe. Na pia naelezea wananchi ya kwamba hii tournament si ya kisiasa, ni kujaribu kutengeneza taaluma ya watoto kama hawa, vijana kama hawa wadogo, tuwaweke taaluma yao ili waonyeshe ile wana talent zao ambazo wataziweka wazi. Kwa sababu kwa wakati huu tuna maringo kidogo kupitia kwa Morris. Tumetoa wasichana ambao wako Butere ambao wanachezea timu ya taifa, wengine wataenda ngambo. Pia tuna vijana ambao pia tumewatoa kwa vilabu vingine kule Nairobi, na hii yote inatokana na Fabulous. Kwa hivyo nashukuru tena, mwaka huu natarajia tena wengine watapatikana zaidi.
Mwaka huu tunatarajia kwamba wengine watapatikana zaidi, ndo maoni kutoka kwa mzee Mambo ambaye ni mwenyekiti wa makala ya Fabulous Tournament. Asante mzee. Asante sana. Tutakuwa tunaungana tena na mwingine ambaye pia ni mwanakamati aswa wanaohusika na maandalizi ya kuweza kutengeneza makala haya ya Fabulous Tournament yao ya kufana, kwani sio tu kwa wavulana alivyokueleza mzee Mambo bana, hata wasichana kutoka Butere Girls wamepata nafasi ya kuweza kushiriki makala haya. Hujambo kakangu? Hamjambo. Mwana Mofo TV anayetazama akuite nani, na wewe unashikilia kiti kipi katika kamati ya Fabulous Tournament? Kwa majina naitwa Adamson Etole kama organizer wa kamati ya Fabulous Tournament. Na kwa Fabulous Tournament kuna maneno mengi tuko nayo, kuna mabadiliko na vitu mingi pia tunatarajia kuviona katika mwaka huu. So kwa wale vijana ambao tunataka kucheza nao mpira kwa hii mwaka, kwa 4th edition, wapate kujua kwamba kutakuwa na competition kali sana. Teams zijiandae, zipige mazoezi, zikuwe fiti, kwa sababu kila kitu inaenda kuwa katika mwelekeo mzuri. Kuna vitu mingi zinaenda kubadilika ambazo nikitaja hapa naweza kuwa siko sawa, lakini kuna vitu zinabadilika mingi sana kuanzia 4th edition kuendelea mbele. Kama organizing ambapo unapanga mipango hii ya tournament ya Fabulous Tournament, unajihisi aje ukiweza kulinganisha kwamba last year ilikuwa 3rd edition na ilikuwa kubwa zaidi? Leo hii the 5th edition itakuwa the 4th edition itakuwa inafanyika. Unajihisi aje kama mpangaji ratiba? Najihisi kama mwenye furaha sana, manake sikuwa natarajia vitu kama hizi zitakuja kutokea hapo mbele. Manake tulikuwa tuko na hizi mpango kuanzia tukiwa watoto mpaka venye tumefika wa sasa. Sasa venye kijana ameingilia katikati na akasema mchezo zianze kuanzia 1st edition, 2nd edition, 3rd edition. Sasa hii 4th edition inafaa ikue kubwa zaidi hata kuliko hizo zingine zenye zinakujaga hapa kando. Hii 4th edition yafai kuwe kubwa zaidi na umeweza kuweka mipango ya kuweza kuhakikisha kwamba itakuwa kubwa zaidi. Asante mzee. Yaman. Mtazamaji, sijui kama kuna yote ambaye amebakia, lakini atakuwa anakuja kwenye kuzungumza nasi kutupa mipango tu ile ambao umeweza kupanga, kwani Fabulous Tournament umeelezwa kwamba sio ya hapa tu Mluanda Kisa Central, hapana, kutoka kule Marama, kutoka katika maeneo mengine hapa katika wilaya Huisero watu wanazidi kuja. Hujambo kaka? Sijambo. Ukiwa ni kijana mdogo, labda mtazamaji wangu akuiteje na unashikilia cheo kipi katika Fabulous Tournament Committee? Okay, kwa majina ni Julius Mbendo. Mimi ni mhusika katika Fabulous Tournament. Mimi ni kama supervisor hapo venye mpango zinaenda. So mimi nafurahia venye tournament run last. Na sasa hivi mpango ni mingi na hii ni 4th edition. Kwa vijana ambao wako na talent, hii ni wakati wenyu wa kujitolea. Muda ni wenyu. Usipoteze kipaji. Umeona pesa zimekuwa hapo Benyeshani imekuwa Kenya, at least watu wamepata pesa. So kama wewe uko huko nje, watu wengi watakuwa kwa ground, inafaa ujitolee. Unaweza toka hapa uende ucheze hata Harambee Stars na talent yako iendelee, na unaweza pata unajikimu kimaisha kutumia mpira. Ukiwa ni kijana mdogo, labda mtazamaji tu kwa haraka atajiuliza pia nawe unacheza au vipi, na experience ya kuwa katika kamati ambayo inaandaa makala makubwa hapa Huisero sub county, unahisi aje? Kwa haraka tu. Okay, kwa sasa hivi mimi siwezi husika kwa kucheza mpira kwa sababu niko kwa kamati ya Fabulous Tournament. Time uko kwa kamati ifaa ujihusishe na mpira. Wewe ni kuangalia pande gani kuna makosa na kusuluhisha, ndio wote wasione huyu anacheza mpira na baada ya kwa kamati. Yeah. Asante sana bwana Julius Mbendo. Okay, asante. Mtazamaji walivyozungumza, wameweza kuandalia baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa vinabadilika. Wamekueleza kwamba makala haya yatakuwa makubwa. Wao wamezungumza kutoka kwa vinywa vyao. Acha nizungumze na wa mwisho atueleze jina lake na ameshikilia nafasi ipi katika kamati ya Fabulous Tournament. Yes, kwa majina naitwa Daniel Wingaya, nikiwa kama msimamizi wa kuangalia vile watu wanakaa stage, kupanga jukwaa na kupata wageni wote wametembelea usiku wasipate kusimama, wapate kukaa vizuri, kujua mambo mbwate ikuje namna gani. Tumejipanga so that tuko tayari kwa hiyo mechi. Mwaka jana kulikuwa na umati mkubwa, lakini leo hii kuna mageuzi ambayo yatakuwa yanatokea. Umejiandaaje kuweza kuhakikisha kwamba watu wanakuja, wanaona mpira bila kuzuiana na wanaweza kukaa wapate kukaa? Umejiandaaje tu labda kumwarifu mtazamaji wangu? Upande wa matokeo vile tumejipanga mwaka huu, kwa sababu kila mwaka na mambo yake na majukumu pia na konga mengi, tumejiandaa vilivyo. Tumejipanga, tuna kila kitu tuko set, mambo na public address, mambo na viketi, tents. Tuko tayari kwa kila jambo na tunasubiri tu siku na mechi ianze. Asante sana. Asante pia. Daniel Wingaya ameweza kueleza kwamba amejipanga akiwa mratibu wa kuhakikisha kwamba watu wanakaa salama, wanakaa vizuri, hawasukumani kwenye laini, kwa sababu mwaka huu patakuwa makala yanaongezeka na umati utakuwa unaongezeka. Mtazamaji, sina budi kutoka hapa katika maeneo ya Mluanda
ambapo pameweza kusemwa na walivyosema wanakamati, na naarifiwa kwamba kuna yule ambaye ni katibu mkuu atakuwa anaungana nasi, na unavyotazama mtazamaji wangu, tuko tu nje ya makala haya, tuko tu nje ya uwanja ambao patakuwa panaandaliwa. Unaangalia upande wangu watoto ambao labda ni wa chuo cha Mluanda shule ya Mluanda Primary ambao watakuwa wanafunga shule kwa muda usiokuwa mrefu kutoka sasa hivi. Watakuwa pia wanatupa nafasi ya kuweza kutumia uwanja wao. Mtazamaji, unaona wameweza kufurahia, wanarusha mikono bana, wanatoka shuleni, wameweza kufurahia kwamba makala haya hayatakuwa makala kama ya kawaida. Mtazamaji wangu, fahari ilioje kwa mratibu na anayewezesha kusimamia makala haya mtazamaji, Bwana Morris Ambaisi. Tunajivunia nafasi hii kwa sababu ukiweza kuangalia nyuso ambazo zimeweza kutawala hapa ni nyuso za furaha, mtazamaji wangu wa Mofo TV. Kwa wewe cha kufanya ni kwamba iwapo unatokea maeneo ya Huisero, hapa Mluanda ndipo mahali pa kukaa. Usikae nyuma ukaachwa kwa kukosa kuwa na mpango. Mtazamaji wangu, wewe cha muhimu fanya hima uweze kupatikana mahali hapa. Kabla sijaondoka mtazamaji, wacha tuungane naye ambaye ni Bwana Secretary, tuzungumzie kwamba mipango ikoje na atakuwa tunatarajia nini mwaka huu. Kwanza kwa majina tukuite nani? Kwa majina naitwa Stanley Ambundo Matuho. Stanley Ambundo Matuho. Wewe kama secretary wa Fabulous Tournament, mwaka huu tunatarajia nini? Kwa sababu mwaka jana ilikuwa kubwa, lakini mwaka huu inatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Kwa haraka tu, tunatarajia nini? Okay. Mwaka huu ningependa kuambia mashabiki wafike kwa wingi. Tunatarajia mambo makubwa zaidi kuliko ya third edition. Hii fourth edition pesa za zawadi zimeongezwa, hazitakuwa zile zenye tulikuwa tunabishania. Alafu pia kuna mikakati ambayo imewekwa, kuna pia man of the match atakuwa, na pia kuna pia tournament ya wanadada. Ukiwa kama mratibu wa SWA kwenye kamati hii, unajihisi aje? Morali iko aje katika kamati ya andalizi? Katika kamati ya andalizi morali iko juu. Tumeshawahi kukaa kikao kimoja. Jumapili tena tunaenda kukaa kikao kingine cha kuandaa mipango hii mapema kufikia hapo November. Baada ya mtihani mechi zitakuwa zimeanza. Mechi zitakuwa zinaanza hapo Novemba, ndio anayosema Bwana Stanley Ambundo ambaye ndiye secretary wa Fabulous Tournament. Wamezungumza wote mtazamaji wangu, cha muhimu wewe weka tarehe yako. Kama wewe ni kijana, tafuta timu yako uweze kujiandaa vizuri, uweze kujipanga, kwani Fabulous Tournament the 4th edition inakuja kubwa zaidi jinsi ilivyotarajiwa na jinsi ambavyo haujawahi kuona tena. Mtazamaji wangu, kutoka kwa kamati andalizi ya Fabulous Tournament ambayo imeweza kuzungumza, wakaweza kusema kwamba mwaka huu 2025 bwana mambo yatakuwa makubwa zaidi. Mimi sina budi kutoka kwa desk ya Mofo TV bana, tunaomba kwamba wewe kijana ambao unapatikana katika wodi ya Huisero bana, ama wilaya ya Huisero, uweze kujiandaa, uweze kuweka timu yako sambamba, kwani Fabulous Tournament itakuwa inaanza na habari zote utakuwa unazipata kutoka kwa runinga yako ya Mofo TV. Kutoka kwetu bana, kutoka maeneo haya ya Mluanda Primary bana, imekuwa fahari kuweza kuzungumza na kamati hii na tutakuwa tunakuletea habari zingine zaidi. Jina langu ni Vincent Okinda, nyuma ya kamera ni Bwana Silas Aboge. Hadi wakati mwingine, zidi kusubscribe. Asante.